kampeni, bali nina nia na dhamira ya kweli ya kuhakikisha kuwa tunaenda kuondoa double standard katika taaluma. Tutafanya nini? Na hilo ni kwa kuzingatia kuwa tunatofautiana hali za kiuchumi baina ya wanafunzi. 2, kumekuwa na mkanganyiko katika kurejeshewa kwa fedha za wanafunzi ambao wana excess amount katika akaunti zao, jambo ambalo ni stahiki yao. Lakini je, tuna serikali ya wanafunzi ambayo italibeba hili kwa uchungu ule ule ambao wanafunzi wanaopitia kwa kutokupata stahiki zao kwa wakati? Na mwisho kabisa, kwa sababu na dakika 3 lakini natambua mna nafasi ya kuuliza maswali, ni kuhakikisha kuwa tunaenda kuwa daraja zuri la sauti ya wanafunzi kufika katika uongozi wa chuo kwa ajili ya utatuzi wa changamoto zote ambazo zinawakabili wanafunzi. Tunazifahamu changamoto hizo, tungependa tuzitaje zote, lakini muda niliopewa hata kikatiba hauruhusu. Asanteni, naombeni kura zenu siku ya Jumatatu msiku. Najibu Joreka, ni mwanafunzi wa mwaka wa pili katika program ya Geography na Population Study. Nimesimama mbele yenu kama mgombea urais katika mwaka wa masomo 2025-2026. Ndugu zanguni, kutokana na muda sitokuwa na mengi sana ya kuwaeleza, lakini natamani niwafahamishe kuhusiana na mambo machache sana ambayo ni miongoni mwa madhumuni yetu kusimama mbele yenu na kuhitaji ridhaa ya kuaminiwa na nyie. Lengo na madhumuni ni kuja kusimama na kusimamia serikali ya wanafunzi ipasavyo. Ndugu zangu, kuna mengi kutokana na changamoto zetu wanafunzi. Miongoni mwa vitu ambavyo tunatamani na tunahitaji kwenda kuvitekeleza, kwanza kabisa ni kuhitaji kurejesha matumaini ya wanafunzi ambayo wamewapoteza katika serikali yao ya wanafunzi. Hiyo inathibitishwa kutokana na wingi tulionao hapa chuoni, lakini wangapi ambao wametokea kuja kuwasikiliza wagombea wao. Ni watu kiufupi imani walisia wa kwamba watu wamepoteza matumaini makubwa juu ya serikali yao. Lakini sambamba na hilo, tumejipanga kuja kuunda serikali ambayo itakuwa ni ya wazi, kitu ambacho kinapelekea wanafunzi washindwe kuelewa kwamba serikali yao imefanya nini ima haijafanya kitu gani, ni kutokuwepo kwa uwazi. Tumejipanga kuhakikisha kwamba wanafunzi wanatambua uwepo wa serikali yao kwa kutoa mapato na matumizi kwa wanafunzi. Lengo na madhumuni, wanafunzi watambue serikali yao inafanya kazi gani kupitia pesa ambazo wanaziingiza katika mfuko wa serikali ya wanafunzi. Ndugu zangu, naombeni ridhaa, naombeni mniamini, naombeni mnipe ridhaa yenu nije kusimama nafasi ya urais ili tuweze kuweka kila kitu sawa. Kwa maana shirikianeni baada ya uchaguzi huu. Kutokana na muda mwisho, kwa niaba ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, niseme tu tumepambana kama tume ya uchaguzi kuomba kesho iwe ni siku ya free, kwa maana hakutokuwa na vipindi, ili wanafunzi wote kwa hiari yao wenyewe wafike na kuwachagua viongozi ambao wanahisi ni viongozi sahihi kwao. Kwa hiyo tutangaziane na tuambiane kwamba kesho hakuna vipindi, ni zoezi la upigaji wa kura. Vituo ambavyo vitatumika kwa ajili ya kupiga kura, tutakuwa na vituo 3. Darasa hili tulilopo litahusisha wanafunzi wa BAEDS na kozi nyingine. CRS3 darasa lile pale watapiga kura wanafunzi wa sheria, na CRS4 watapiga kura wanafunzi wa mass communication. Kwa hiyo niwaombe mfike kwa muda katika vituo vya kupigia kura ili muweze kutumia haki yenu ya msingi na haki ya kikatiba. Muda wa kufunguliwa vituo ni saa 2 asubuhi
na vitafungwa saa 11 jioni. Baada ya kusema hayo, nirudishe maiki kwa muongozaji. Sawa sawa. Hivyo basi, ndugu wagombea, nafasi ambazo mnagombania ni dhima kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ninachowanasihi sana sana, msimamie katika haki, yani yale ambayo mmeahidi jitahidini miyatimize kwa watu ambao mmewaahidi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa awful ahda inna ahda kana mas'ula, timizeni ahadi ambazo mmeziahidi, ika ahadi mtaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo usiahidi kile kitu ambacho huna uwezo nacho, lakini inabidi kisimame kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, kama katiba yetu inavyotuonesha ya MUMSO kwamba the principles which should be followed should be relied within the principle of Quran and the Sunnah. Kitu ambacho sio haki, paza sauti. Kitu ni haki, simamia ile haki iweze kutekelezwa ipasavyo, ili uwe na majibu ya kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na usije ukakosa namna ya kujitetea kwa Allah pindi ambapo utakapokuwa umeviolate principle za Qur'an and Sunnah. Nina mengi sana ya kusema, lakini kwa muda